Dr. Morris. Dr. Morris. Dr. Morris. Dr. Morris. Dr. Morris. We si ulikufa? Dr. Morris, leo nimekuja kwa amani kabisa, wala sijaja kwa ugomvi. Tamaa zako za mali na kuhitaji mafanikio kwa haraka ndio kumepelekea kudhulumu uhai wangu. Huko nilikotoka sijapokelewa kwa sababu sijakamilika. Kwa ninachohitaji ni mkono wangu. Leo naondoka, ila nikirudi tena huu umefanikisha kuupata mkono wangu, ili nikaishi kwa amani na wenzangu. Kuna kitu hakipo sawa. Hii sio kawaida kabisa. Kuna jambo unanificha ndugu yangu. Hebu niweke wazi ili nijue nikusaidiaje. Mimi sioni sababu ya kuendelea kukuficha tena. Ni bora tu nikwambie ukweli, kama kuna uwezekano kunisaidia unisaidie. Wao kaka, umependeza sana. Asante. Natumai leo ni siku yako ya kwanza kwenda kazini. Ila nakuombea Mungu akaifungue ikawe ni siku yenye mafanikio, yenye furaha na faraja tele kwako. Nimefurahi kwa dua yako nzuri kwangu. Na kikubwa ambacho natakiwa kwenye maisha yako kila siku ni kuzidisha maombi juu yangu. Maana mafanikio yangu mimi ndio mafanikio yako pia. Na mimi pindi ambapo nitafanikiwa, basi nitahakikisha lazima urudi shule. Na hili swala ndo ambalo nalipambania sana na ninaumiza sana kichwa. Sawa kaka, nimefurahi sana kusikia hivyo. Na mimi sitochoka kukuombea. Kila niamkapo, nishindapo na nitakapoenda mahali kokote pale, nitaendelea kukuombea. Na imani mafanikio yako ni ya kwangu pia. Amin. Usichoke kuniombea mdogo wangu. Nimekuelewa Nyanzige. Lakini kwa sasa mimi sina pesa. Sasa Morris, kama rosheni sipati, vocha yenyewe sipati kwa wakati, ya nini kuwa na wewe eti najihesabu na mimi nipo na mwanaume? Nyanzige, naomba usiniharibie siku. Unajua leo ni siku nzuri sana kwangu. Na ni siku yangu ya kwanza kuingia kazini. Wewe upaswi kunilaumu. Kinachotakiwa ni kuniombea mimi dua ili niweze kufanikiwa. Pindi nitapofanikiwa, basi nitaweza kutimiza mahitaji yako ambayo unayataka. Nisikilize vizuri wewe mwanaume. Mafanikio yako hayanihusu. Utajuana na Mungu wako. Na kuanzia leo, usinitafute, usinipigie simu mpaka utakapoweza kutimiza kile ninachokihitaji.
Dokta, hakuna njia nyingine yoyote ambayo tunaweza tukaitumia tofauti na mimi kukatwa kiungo changu? Ingelikuwa kuna njia nyingine, ningeshakwambia. Unajua, sio kwamba hata mimi napenda kumuona mwanadamu mwenzangu akiwa amepungukiwa na kiungo chake. Ila hatua ya kansa yako ilipofika ni hatua mbaya sana. Kansa yako ipo kwenye stage 4 sasa. Kwa hiyo utachagua moja. Tukitoa hicho kiungo kilichoathirika ama tuiache isambaye mwili mzima. Tatizo sio mimi. Tatizo dini yangu hairuhusu kabisa mimi nizikwe nikiwa na viungo pungufu. Kwani wewe ni dini gani? Tuendelee tu dokta. Basi ndivyo hivyo kama nilivyokuambia. Sina njia nyingine ya kukusaidia. Unajua hata mimi nimesoma, lakini muhimu ni kutafuta pesa. Pesa tunatakiwa tuipende, ikiwezekana tuiabudie. Ndio maana nakwambia katika hitaji langu unatakiwa unifanikishie hili, ili mradi mimi na wewe tunufaike. Sikia dokta, kama utafanya kwa uweledi nitakupa milioni 2. Unajua kaka, kitu unachoniambia nikifanye ni nje ya utaratibu wa kazi yangu, na ndio maana naniwia ugumu sana. Kiufupi sitoweza kufanya. Dokta, ugumu kwapi? Aliyakuwa hitaji lako mimi nalifanikisha. Wewe bado kijana mdogo sana. Sasa basi nitakuongezea milioni 2 na zile 2 itakuwa 4. Unatakiwa kunipatia huo mkono haraka sana, tena ikiwezekana mkono wenyewe uwe bado wa moto moto. Utakuwa umecheza vizuri kama Pele, na zawadi nyingine zitafuata. Nadhani utakuwa umeelewa. Take care. Dokta, nasikia maumivu sana. Nikuombe, fanya chochote kile. Fanya chochote ambacho naamini mimi kitanisaidia. Lakini hakikisha usikate mkono wangu. Sawa, naweza kukusaidia. Na hiki ambacho nakifanya inabidi niweze desturi yako. Hii sindano itakupunguzia maumivu, lakini pia itakupatia usingizi. Na kama umeamua kuishi hivyo, basi hii ndio itakuwa desturi yako. Kwa hivyo kila utapokuwa katika hali hii ya maumivu, hata kama hujakuja hapa hospitali, basi hakikisha unafika kwenye dispensari yoyote ili uweze kuchomwa hii sindano ya maumivu. Nachoamini na mimi ni binadamu, magonjwa nimeumbiwa, siwezi kukufuru Mungu. Kwa nini ninaugua? Maisha na yakabidhi kwa aliye juu, kila liwakapojua hata pia likizama.
Dokta, haki ya Mungu vile mimi nikipona nitakupa chochote kile kasoro kilichopo kwenye mwili wangu. Kunjua ngome. Kunjua. Sawa. Pole. Pole sana. Bana. Kiongozi, kazi yako nimeshaimaliza tayari, bado wewe tu. Kilichobaki ni wewe kuandaa mzigo wangu, halafu tukutane. Nimepokea hizi pesa tu, lakini kiukweli sizifurahii kabisa, kwa sababu zimenifanya niingie katika majuto makubwa sana. Mara baada tu ya kufanya operation kwa mgonjwa wangu, amepoteza maisha. Najutia kuwa chanzo cha umauti wa yule mgonjwa. Dokta, huruma sio malezi. Kifo kipo, lakini pesa zinatufanya tuishi kwa furaha. Pesa haijawahi kujutiwa, na hakuna pesa ya haramu. Pesa tamu. Ukitaka kuona utamu wa pesa, hicho kiasi kidogo nilichokupa, kanywe bia, kula nyama, enjoy maisha, utauona utamu wa pesa. Hatuwezi kusitisha vitu vya msingi kwa sababu ya kuondoka mtu mmoja tu kwenye hii dunia. Hivi dokta, utajisikiaje ukienda nyumbani kwako ukakuta familia haina raha, haina amani, masononeko kila siku, madeni, kwa sababu tu ya ukosefu wa pesa? Alafu wakati huo huo ukizunguka barabarani unakuta watu kibao wanaishi, wanacheka, ila wewe hauna amani. Ni kweli unachokisema, lakini sio kwa kutoa uhai wa mtu. Hivi
Unataka kuniambia hao wote wanaoishi vizuri wanapita njia hizi? Changamka la kijana. Unajua nilikuwa najiuliza sana, kwa sababu umepata mafanikio ya muda mfupi. Umekodisha nyumba nzuri, umenunua vitu vizuri, unafanya unachokitaka, ikiwa hujamiliki hata mshahara wa mwezi mmoja. Siwezi kukulaumu, ni njia ambayo umejichagulia. Lakini mimi kama rafiki yako siwezi kukuacha ndugu yangu ukiwa unapotea. Niko tayari kukusaidia. Bro, kama kuna uwezekano wa kunisaidia, naomba unisaidie kabla mambo hayajakuwa makubwa. Kuna sehemu inabidi twende. Huko ndo tunaweza tukapata msaada. Leo ndo leo, leo kivumbi na jasho leo, leo ndo leo, leo kivumbi na jasho leo. Itikia. Leo ndo leo, leo kivumbi na jasho leo, leo ndo leo, leo kivumbi na jasho. Kijana. Chota. Tiapo. Choma. Oya, mwanangu, muda ndo huu ujue. Twenzetu, shida nini? Mimi naona tunazurura tu, tunatembea fu hatufiki popote yani. Nisikilize ndugu yangu, nikwambie kitu. Sawa? Huku ndo sehemu ambayo mimi naitegemea. Unajua najiuliza sana. Huku tunapokwenda, una uhakika tunaenda kufanikisha hili swala? Kwa sababu mganga wa kwanza hakuna chochote ambacho ametusaidia. Cha zaidi tu amepoteza uhai wake. Najaribu kumtafuta Mgaya naye hapatikani kabisa kwenye simu. Huenda Mgaya angekuwa msaada kwangu kwa sababu yeye ndo chanzo cha hili tatizo. Dokta, naomba unisikize kitu kimoja. Si umenielewa? Mimi huyu mganga namuamini. Ndipo kuambia namuamini maana yake namuamini haswa. Na huku ndo mwisho wa matatizo yote. Yaani ndo kiboko wa kila kitu. Au unaona waganga wote huko wanakuja kuchukua ujuzi huko. Si umenielewa? Huu ndo mwisho wa kila kitu. Tunachokifanya hapa ni kujiondoa katika haya matatizo. Si umenielewa? Labda nakukumbusha kitu kimoja. Unakumbuka mara ya kwanza ulinipa uhakika hivyo hivyo kwa ule mganga.
ukasema huyu mganga anaweza kumaliza shida zako zote. Lakini hakuna nilichokipata. Cha zaidi tu mazonge yanazidi kunipata mimi. Tunachotakiwa sisi ni kujaribu kila penye imani yetu ili mambo haya yatutoke. Au sivyo? Hebu tuende bwana, achana na hizo habari bwana. Mume wangu, vipi hali yako? Toka umerudi haujaongea chochote, madokta anasemaje au hilo uliloongea? Nashukuru Mungu naendelea vizuri, angalau sio kwa ukubwa. Ila kuhusu madaktari naona wote wanafanana. Hata huyu daktari naye amesema kansa yangu imefikia stage ya mwisho na haina namna nyingine zaidi ya mimi kukata mkono wangu. Sasa mume wangu, umechukua maamuzi gani baada ya kuambiwa hivi? Ni heri usikize madokta, wamesomea, wanajua walifanyalo imadi wewe upone. Au unajua ukikata mkono mimi nitakuwa sikupendi? Mume wangu, nakupenda leo, nakupenda kesho, hata na zaidi. Mke wangu, wewe hujui tu. Tatizo sio mimi. Tatizo ni dini yangu. Dini yako? Dini gani mume wangu? Mbona mwenyewe vizuri tu na katika mila za kawaida. Dini gani ongelea wewe? Hata ukifuata familia yangu, hakuna mtu yoyote anayefahamu dini yangu. Ila dini yangu ni imani yangu. Mimi ni kuondoe shaka, mke wangu. Kwenye hili naomba niachie mwenyewe. Mume wangu, ni bora nusu sheli kuliko sheli kamili. Unataka nikukose wewe pia? Nitaishije mimi bila wewe babangu? Niachie mimi, usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Mke wangu, mimi ngoja nirudi tena hospitalini. Ile daktari akanishauri nini cha kufanya. Bora mume wangu, maana siku ya jana hatujalala kabisa. Yaani kila ukilala mara mkono, yaani jana umechemka sana. Na nikuahidi tu, siwezi kuruhusu mkono wangu ukatwe. Ni bora anipe tu hata dawa za maumivu, basi mimi naamini itakuwa sawa. Na Mwenyezi Mungu akinijalia nikirudi salama, nitazungumza na miungu yangu. Kile watakachonishauri nitakifanyia kazi. Ni jambo zuri. Nakuombea tu mume wangu. Uende salama, uje salama. Utaishije?
Vipi babu? Nimesikia kabisa ile sauti ya yule jamaa alimkata mkono ikiniita. Oya Bobo, hebu acha hilo wenge lako ujue. Hiyo sauti unaisikia wewe tu, si ndio? Tatizo lako ndugu yangu, yaani kila ninachokwambia wewe unanipinga tu. Sasa mimi nikuulize kitu, kama ni sauti takiwa tusikie wote. Hebu acha mawenge, au ni mawenge twenzetu babu. Ngoja kwanza, acha mtangulie mimi tafadhali. Yaani bora tulivyokuja babangu. Maki nakupigia simu zako mara simu haipatikani, mara simu unapiga iko bize. Yaani mzee unacheza vibaya. Bwana baba, mimi hapa mwana siko sawa. Siko sawa hata kidogo. Na msipoangalia nitakuwa chizi bure. Kwa nini unazungumza hivyo? Mapunda baba, Mapunda ananichanganya. Mapunda anakuchanganya nini? Kwa sababu Mapunda tayari ashafariki, kashatangulia mbele za haki. Namuona baba, namuona mume wangu huyu hapa, yaani namuona. Afu anakuja anasema neno lake kubwa ni moja tu, mke wangu sijafika ninavyotajika niende, sijafika kabisa. Mimi nashindwa kumuelewa baba. Sawa, lakini nikwambie kitu kimoja, hayo ni mapenzi, kwa sababu ulikuwa unampenda sana mumeo, na ndio maana unafikia wakati kichwa chako kinakuuma. Na sio wewe tu, mtoto wangu. Kumbuka hata mimi nilivyokuwa nimefiwa na mama yako, nilifikia wakati mpaka nashindwa kutembea. Jaribu kumwomba Mungu sana na kumwombea sana madua mumeo. Hiko ndo kitu cha amani, hiko ndo kitu cha busara. Punguza mawazo mtoto wangu, usifikie huko. Baba, nadhani unajua nilikuwa nampenda vipi mwanaume wangu. Nashindaje kumwombea dua baba? Naomba asubuhi, naomba mchana, kila ninapokaa namuona. Embo niambia huko nje tunanionaje mimi sasa hivi? Nyumba yote naiona kubwa. Nakusaidia. Ngoja niasiliane na Swaiba wangu ili uende pale angalau ufanye dua, kama upate makombe uwekewe uoge, kama kuna yale fikira au mawazo zipate kuondoka katika kichwa chako. Nitashukuru baba. Na hasa tu mahaba. Moja, hata mimi kipindi nipo na mama yako ilikuwa kama wewe. Kwa hiyo ni vitu vya kulisi mtoto wangu. Haina haja ya kulia sana mpaka ukasababisha ukaniliza. Na tukiamua wote kulia basi tunaweza tukamkufuru Mungu. Lamani shanga kumtoka. Kwa hiyo nataka kuniambia tayari umeshapasahau? Amna, unadhani hata hivyo ni mgeni? Hapana. Sizioni. Sema sio kwamba labda mtu wenyewe huku kwamba sio kwamba hajulikani. Ni anajulikana sana. Unajua Ndoi, yaani wewe mambo yako huwa unaniambia kwa 100%. Lakini cha ajabu kwenye utendaji hata 20% hazifiki. Morris, hebu nisikilize ndugu yangu. Nipo hapa uje napambania jambo lako. Alafu yaani mwenyewe sielewi, yaani mazingira tu yamenitoka ghafla. Lakini hakuna ubaya kwa sababu mtu wenyewe ni maarufu sana huko. Acha tumuulize mshikaji unaokuja. Wa inakuaje mboi? Kama kawa. Samani bwana.
Mambo vipi? Habari kama hapa ndugu yangu, samani, kuna ramani kidogo imenipotea maeneo haya. Nataka kuuliza kwa mzee Maoka. Kwa mzee Maoka hajapotea. Umeona? Umeona kile kidude cha simenti pale? Pale? Pale sasa unakata kulia kidogo. So kisha kata kulia, utaingia vibondeni kidogo. Okay. Basi fresh mwanangu, mimi nishakuelewa. Asante sana ndugu yangu. Sikia nikwambie ndugu yangu. Hakikisha umenielewa vizuri. Mimi sihitaji tena kuzurura. Fresh. Shukrani bro. Hawa huyo. Karibu shoga yangu. Asante. Maulipendeza sasa na ile vazi lako. Kama unavyonijua, sina mbambamba. Sasa sura yako iko hivyo. Haina hata nuru. Una nini? Kawaida tu hivi yao. Sielewi tu mwenye hapa na kama si nimepagawa, si nimechanganyikiwa, si nimevurugwa, yani nashinda kujielewa. Hawa wanaanza kunitisha. Nisipendi, unajua yani toka kifo cha mume wangu haijawahi kupita hata siku moja nisimuone, haijawahi. Sasa sijui kwamba ni mawazo yangu, nafikiria tu. Sielewi. Yaani mpaka naishi kuchanganyikiwa. Hao ushaanza kumwaza. Unajua wewe na Mapunda mlipendana sana eh? Yaani mlipendana, watu wote wakiwaona njiani wanawatamani kila mmoja awe na penzi lake kama lile. Ndio kwa muda wote unakuwa unawazawaza, yani unachanganyikiwa. Shida sio kuwaza. Kinachonichanganya sasa, anakuja ananiambia kwamba mke wangu sijafika ninapokwenda. Imagine kwamba sio mume wangu yule. Pole sana rafiki yangu. Unajua mtu ukifiwa lazima ukae kwenye msongo wa mawazo. Lakini nakuomba rafiki yangu, usiwaze kiasi hiko. Utajiumiza mwenyewe. Na kingine, basi nenda kwa wazee wa kufanyia hata matambiko fulani, ili usikae kwenye mawazo kama hivyo. Nitafanyia kazi ushauri wako. Basi sawa, changamka basi rafiki yangu, usiwaze sana. Kwa sababu utapowaza sana, utashindwa hata kufanya mengine. Nashindwa kuelewa. Fly basi mweza kwa leo nimekupikia kitu kizuri. Hayo maharage. Samahani jamani, nikija kuchukua vijitambi, vinani vichapati kidogo pale, hautoridhika na unavyopenda chapati wewe na maharage. Niambie, poa.
poa, sijui wewe. Yaani hata sijaamini kama ningekutana na wewe hapa. Ndio shaonana sasa. Haya niambie. Na ubuni. Ubu gani tena? Shoga yangu kaja rafiki yangu leo. Hawa. Tena. Hawa ndugu yangu hali aliyokuwa nayo sio mzuri kabisa. Unajua anawaza sana kuhusu mume. Akili zake mpaka sasa hivi zinawauka. Na wewe mbea. Yaani umenizidi mpaka mimi naizurura. Maana mimi nazurura sipata hata story kama unazozipata wewe. Wewe umekaa tu pale kama kiota kina story. Kwa hiyo alipokuja ndo kwa maneno hayo. Lakini usiseme hivyo. Unajua kuondokewa kunauma sana. Yeye atakuwa kachanganyikiwa. Kufia mume sio kazi rahisi. Yaani moyo. Mtu ambaye umezoea kulala naye, kuamka naye, ngumu sana kumsahau. Kwa hiyo ni yake kumfikiria au kumkumbuka. Sijamsema vibaya. Ila kilichokuwepo hapa mimi na wewe, tushirikiane jinsi ya kumtoa kwenye ile njia anayopita sasa hivi. Kwani akisema mnake amtokea anasema aina gani? Anamwambia mimi mpenzi wangu sijafika ninakoenda, anaenda wapi? Hajafika? Hajafika bado. Basi mume wake atakuwa kafana upiro. Ndio maana anasema hajafika. Wewe hajafika wapi? Wewe bwana, mambo ya upiro hayo achana nayo. Mimi nilichomshauri kitu kimoja. Ajaribu kwenda kwanza kwa wazee. Akapata angalau vidawa, si unajua tena. Sijui inawezekana akili zake zikafanyaje? Zikarudi kuwa sawa. Lakini hujamshauri vibaya. Acha kwanza aende kwa wazee. Akishatoka huko ndo utapata majibu sahihi. Ila wewe baadaye uje kwenye mechi na kujua wewe. Kiwete umbea unaujua na unauweza sana, lakini kuja mazoezini mgumu kama nini? Fanya uje. Nishakwambia. Mazoezi muhimu ujenga afya. Halo. Ndui. Wewe uko wapi? Sasa wewe unaniuliza mimi niko wapi? Mimi kusipajui ndugu yangu. Wewe ndio umenileta huko mapolini. Afu wewe unaniuliza mimi niko wapi? Kweli jamani? Sasa uelewi vipi? Oya sikia. Yaani kama wewe uelewi, mimi sielewi zaidi yako. Kwa sababu mimi mwenyewe, sawa? Kwa hii hatua, bwana nimeshindwa rafiki yangu. Kwa sababu haiwezekani. La ule wewe, pesa ule wewe, afu shida nipate hadi mimi. Sasa kaka ukisema hivyo unakosea. Wewe hapo unachotakiwa mimi ni kunisaidia tu. Umeshavulia maji nguo kakaangu. Nisaidie ndugu yako, wewe ndio umenileta huku. Hapana, yani hapana. Yani nilivyosema ndio hivyo. Sitaki kurudia. Niache kama nilivyo. Endelea na maisha yako baba. Sitaki. Sasa nisikilize nikwambie brother. Ndui. Ndui, halo. Halo. Sasa unakataje simu ndugu yangu afu mimi kumi nilipo sipajui unaniachaje jamani? Ndio sawa kweli huyu jamani kiakili analeta huko anataka